Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watu wa elimu mitishamba na dua, mimi ndugu yenu hapa Maalim Yasin, na leo nimekuja na somo hili zuri kabisa, ambayo hii ni dawa nzuri sana ya homa ya mafua. Homa ya mafua, tunapozungumzia homa ya mafua tunamaanisha wale watu ambao wanakuwa wanapata mafua na kifua kwa wakati mmoja, au mtu anaweza kupata mafua makali sana kiasi ambacho mpaka usiku huwa anachemka homa kali mno. Ndio tunasema homa ya mafua, yaani usiku kilala anachemka homa kali mno. Inawezekana mtu huyu akawa ni mtoto mdogo, lakini pia mtu huyu akawa ni mtu mzima. Sasa hii tunasema ni homa ya mafua, homa ambayo inasababishwa na mafua makali au kifua pamoja na mafua makali. Sasa leo moja kuleteni faida ya hizi dawa. Dawa zenye ni mbili tu, dawa mbili kwa tatu. Dawa ya kwanza inatokana na maji, dawa ya pili inatokana na kitunguu, dawa tatu inatokana na asali. Hizi ni dawa nzuri sana kwa mtu ambaye mwenye homa ya mafua. Kuna watu ambao homa hizo mafua zinapotokea, mafua yao yanapobana sana mpaka usiku na fasihi muda wa kulala usiku, pua zinakuwa zinaziba. Tusherezea huko nyuma, alhamdulillah rabbil alamin, tushakuelezea dawa nyingi za kuzibua mafua, au mtu ambaye pua zake zimeziba nyakati za usiku muda wa kulala, pua zimeziba, pumui vizuri. Tushaelezea dawa nyingi sana na tulichambua sana harimiti kwa upande wa kuzibua hizo pua, kumfanya mtu alale usingizi mzuri na pua zake kurejea katika hali yake kawaida. Sasa leo nipo hapa kuelezea hii dawa ya mtu mwenye homa ya mafua. Ndugu yangu, awaletu ni kuwa umetoka bado ya subscribe, basi bonyeza na subscribe hapo ili upate video zetu zijazo. Bonyeza makengele, weka all notification ili mtu wa kwanza pata video zetu pindi pale tunapozituma na kuziweka mtandaoni. Ndugu yangu, kama wewe unasumbuana na mafua makali sana, au una kifua pamoja na mafua makali sana, au una homa ya mafua, basi ninachokuomba ndugu yangu, tafuta vitu hivi tatu. Jambo la kwanza, unatakiwa upate maji yaliyokuwa safi. Maji yaliyokuwa safi, maji ambayo yanapaswa mtu akinywa hayana madhara, yaliyokuwa safi. Jambo la pili, upate asali iliyokuwa mbichi. Na jambo la tatu, upate kitunguu maji. Ule muda ambao mtu anapokuwa anatengeneza hii dawa, inabidi atengeneze hii dawa muda ule kabla ya kulala. Sawa? Utachukua asali kijiko kimoja, utaitia katika sufuria. Utachukua kitunguu kimoja, kichukua kikubwa. Kitunguu kina asili kuwa na gamba la nje lile limenye, liondoe. Upate gamba la ndani ambalo lilikuwa ni safi zaidi. Sawa? Kisha baada ya hapo unaweza kutumia njia mbili kwenye kile kitunguu. Ima ukamua kukiponda ponda kile kitunguu, sawa? Au unaweza kumua kukikatakata vikawa vidogo vidogo. Lakini njia nzuri zaidi inatakiwa ukiponde ponde kile kitunguu. Kwa maana kitunguu maji utapokuwa umeshakipenda ukiponda ponda, kitachotokea baada ya hapo kitakuwa ni tope tope la kitunguu maji. Lile tope tope la kitunguu maji utachanganya na hii asali kijiko kimoja. Changanya, ichanganyike hasa. Baada ya kuchanganya vizuri zaidi, itakuwa ni mchanganyiko ambao wa tope la asali pamoja na hii tope la kitunguu, ambacho ni kitunguu nini? Kitunguu maji. Kisha baada ya hapo kinachofuata ni kwamba utachukua maji kidogo, utachanganya pamoja. Sawa? Itakuwa katika aina hiyo. Maji kama matone kadhaa tu utachanganya. Sawa? Kwa hiyo mchanganyiko huu utakuwa ni maji matone kadhaa. Unaweza katia matone yako 10 ya maji, ukatia asali kijiko kimoja pamoja na kitunguu maji kimoja. Lakini inapotegemea na kitunguu maji ukubwa wake. Kama kitunguu maji ni kikubwa, basi inabidi asali utatia vijiko viwili. Kinachotakiwa upate kuchanganya vitope zito zito. Ndio mantiki ya kutia haya maji. Sawa? Kwa sababu ukitia kitunguu maji kwa wingi, maji tope lake itakuwa ni zito sana. Inabidi asali na tope lake lile la kitunguu maji liwe vitu ambavyo vinawiana. Kisha tutia maji kidogo. Baada hapo utaiacha kwa muda. Sawa? Kama dakika 5. Kisha baada hapo utakoleza moto. Baada ya kukoleza moto, utahakikisha kama baada ya kukoleza ile moto utakuwa unachota litope kupitia kijiko, utadumbukiza katika ule moto.
Baada kutumbukiza katika ile moto, asili ya moto ukitati kama hicho lazima kitatoa moshi, kitaungua, kitakuwa kinatoa moshi. Sasa muda ule kinaungua na kutoa moshi, ule moshi unatakiwa ujifukize. Sawa? Ule moshi unatakiwa ujifukize. Kama moto wake unaanza kuotea kwenye kichotezo, ukachukua ile dawa na idumbukiza kwenye kichotezo, ikawa inaungua, unajifusha ule moshi, uvute hasa uingie puani, uvute hasa kupiga katika mwili wako, hasa upande wa kichwa na upande wa kifua. Kishtakiwa muda huo unafanya kazi hiyo, kama unaweza kuacha wazi kuanzia kwenye tumbo kupanda juu ni vyema zaidi, ili ule moshi upige kwa wingi sana. Kwa hiyo utajifusha kwa muda ambao dawa hii utahisi imeingia vizuri mwilini wako. Utapohisi tayari shaingia mwilini vizuri, kinachofuata baada hapo utatoa moto, utaweka pembeni, utauzima kabisa, utaendelea na harakati zingine. Unapotaka kulala utachukua tena asali vijiko viwili, utalamba. Sawa? Kisha hapo naambia ulale. Utalala usingizi mzuri sana. Na ukiamka asubuhi inshallah utajikuta hiyo homa imepotea. Ile inapendeza zaidi kwa mtu ambaye makini kali sana. Basi kama amefanya hivyo usiku, basi na asubuhi atavyoamka ataoga vizuri, kisha atafanya tena hivyo hivyo, atalamba tena asali. Ni dawa nzuri sana hiyo. Sawa? Ni dawa moja nzuri sana. Na kuna watu walisha kuniuliza kwa nyuma tulipoposti video hizi katika siku za nyuma huko, waliuliza kwamba je, shekhe, inafaa umchanganyiko ukatumia kuula? Ndiyo, inafaa. Kama unaweza kuchukua mchanganyiko huo, kitunguu saumu pamoja na sana maji kidogo, sawa? Ukachukua na glasi yako ya maji, ndio maana tukasema kuna matatizo mengine ya maji. Ukachukua glasi yako ya maji, baada ya kuchukua glasi yako ya maji, unachukua mchanganyiko huu, kijiko kimoja cha hii dawa na dumbukiza mole na koroga, afu na kuwa na kunywa. Wakati umekunywa hii dawa, kumbuka muda huo tayari ushajifusha. Umejifusha, unakunywa, kisha unalamba kijiko kimoja cha vijiko viwili vya asali, lala. Utakaa vizuri zaidi. Kama tunawashauri sana watu watumie kufanya hivi dakika 10 au robo saa kabla ya kulala. Lakini naamini hata ukisema unakunywa kitandani umetumia kunywa, naamini ndani dakika 5-10 itakuwa ndio unaanza kupata usingizi, ndio utalala. Kwa hiyo ndio nzuri sana ya mtu ambaye mwenye homa ya mafua, na wasihi tutumieni hii dawa. Inshallah ni asili, na inshallah sio chawi, sio sihiri, itawasaidia biidhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.